Katika haya tulianza nayo ahabul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Hapa pia kuna siri ifuatayo ya kwamba upendo wa Allah hupatikana kwa uendelevu wa ibada. Upendo wa Allah hupatikana kwenye uendelevu wa ibada. Hii ilikuwa ni umaliziaji wa siri ya sehemu namba 2. Sehemu namba 3, aina za matendo yanayopendwa zaidi na Allah tabaraka wa taala. Ni sehemu mengine utajaza wewe. Aina ya matendo ambayo Allah anayoyapenda zaidi. Moja, swala kwa wakati wake. Kama alivyosema Mtume, as-salatu ala waqtiha, ni swala itakayokuwa inaswaliwa ndani ya muda wake. Kwa sababu hii swala ni nguzo ya dini, kama alivyosema Mtume, faman aqamaha faqad aqama ad-din, atakayeidumisha hii swala ajue amesimamisha dini yake. Wa man tarakaha au kama qal faqad hadama ad-din, na atakayeiacha basi atakuwa ameibomoa dini yake. Swala ni katika matendo yanayopendwa na Allah tabaraka wa taala. Lakini 2, sema birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi. Wazazi, hakuna asiyekuwa na mzazi Wanaweza akawa wazazi wamekwisha kutangulia kwa wazazi akhera, haimaanishi ya kwamba wema wao si kuwafanyia umeisha. Wema bado ni endelevu. Chukua kisa kimoja cha moja katika masahaba, Abdullah ibn Umar radhiallahu an. Siku moja yeye alitoka Madina akaja kwenye mji wa Maka kufanya ibada ya hija au umra. Akakutana na moja miongoni mwa watoto wa rafiki yake na baba yake. Akajua huyu ni mtoto wa rafiki yake na baba, lakini mazingira na hali yaliyokuwa naye ilikuwa dhaifu kweli. Ilibidi yeye alikuwa amejifunga kiremba kwenye kichwa chake, akatoa kile kilemba akampa. Lakini alikuja na usafiri wake ambaye alikuwa ni punda, akashuka kwenye yule punda wake akampa, akamwambia tumia, huyu ni mali yako. Mmoja katika watu aliyefuatana naye ambaye alikuwa ni sehemu ya wanafunzi wake akamwambia, huyu ni katika watu wa shamba kutoka vijijini kule, kilemba hichi kilikuwa kinatosha sana kama ni zawadi, kwa hiyo nampa na huu usafiri wako huu. Sema huyu nimeamua mimi kumfanyia wema kwa sababu huyu ni mtoto wa rafiki yake na Umar. Kwa mimi sijamfanyia wema huyu, nimemfanyia baba yangu wema, kwa sababu huyu atamkumbuka baba yake. Akishamkumbuka baba yake alikuwa rafiki na baba yangu. Kwa moja kwa moja mimi sijamfanyia wema huyu, nimemfanyia wema baba. Kwa wema wa wazazi wetu hauishii tu wakiwa hai, hata baada ya kufa kwao. Kwa birrul walidain, kuwafanyia wema wazazi wawili. Namba 3, kwa sababu haipo, inaweza ikawa namba 3 ni jihadi ya kupambania sisi wenyewe nafsi zetu. Kwenye kupambania nafsi zetu vipi? Tudumishe hizi ibada hizi. Hii programu tuidumishe. Kuidumisha hii program itakuwa ni sehemu ya jihadi yetu, kwa sababu tunapambana na nafsi. Kama ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliporudi kwenye vita akawaambia, tumerudi kwenye jihadi ndogo, sasa tunaanza kukabiliana na jihadi kubwa. Masahaba akamwambia Mtume, huku wenzetu wamepoteza maisha, wengine wamepoteza mali zao, hichi ni kidogo. Ambia hichi ni kidogo, kilichobaki ni kikubwa. Haya tunayoyaandaa yawe endelevu, nafsi zetu zinataka kuyadumisha. Kwa tudumishe matendo mema, tu sehemu ya jihadi yetu tuliyokuwa nayo hivi sasa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini namba 4, dhikri ya kudumu, kufanya adhkar za kudumu. Yaani ule utaratibu tulianza nao mwanzo, wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya 3, wiki ya 4, mpaka kwenye hapo tulikufika. Hizi adhkar tukizidumisha ni moja ya matendo yanayopendwa na Allah tabaraka wa taala, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba alimkumbuka Allah katika hali zote. Mtume alikuwa
akimkumbuka, bimaana alikuwa akifanya adhkar katika hali zake zote. Bimaana kuna adhkar zingine, mfano chukulia hivi, wewe umejikwaa, unasemaje? Subhanallah. Hapo umejikwaa, mtu kakupiga, umepanda gari, ima iwe ni gari, ima bajaji, ima bodaboda, kuna adhkari za kupandia, kuna adhkari ukikaa, kuna adhkari usafiri ukiondoka, kuna adhkari usafiri ukipanda mlima, kuna adhkari usafiri ukiteremka mlima, kuna adhkari usafiri ukiwa kwenye tambalale. Hizi zote Mtume alikuwa akifanya kwenye mazingira yake yote, alikuwa akimkumbuka Allah tabaraka taala. Tunapaswa na sisi tujidumishe, tuanze kujisomesha kidogo kidogo mpaka tufikie hatua kwenye hii. Iwapo hizi za kukaa kwenye kiti, mtu ajui akikaa, umepanda kwenye daladala, kwenye bodaboda, kwenye bajaji, ukikaa umepata siti umekaa, unatakiwa usemeje? Haya, kimeondoka kile chombo, unatakiwa usemeje? Kinashuka mlima, usemeje? Kinapanda mlima, usemeje? Kimekaa kwenye tambarare, usemeje? Kimeshuka, unatakiwa ushuke na wewe baada ya safari yako bana. Umetaja Nyeburu, imeshuka gari ili wewe ushuke, unatakiwa usemeje? Kote huku kuna adhkar, kote. Mtume alikuwa kila hatua ya maisha yake alikuwa akidumu na adhkari. Twendeni kidogo kidogo, tutafika na sisi huko. Tumwombe Allah ajalie tufike kwenye hayo mazingira na sisi tuwe miongoni mwa wale watu wema. Lakini namba 5, matendo ya siri. Matendo ya siri yanaweza kawa mengi sana. Matendo ya siri, moja wapo ni sadaka za siri. Tumani nikatolea kisa cha Abubakar, ambaye huyu anayepewa alikuja kujua mtoaji wa sadaka, anayemfanyia usafi, anayempikia chai, anayemletea maji ni nani baada ya mtu kufa. Lakini sisi tukitaka kufanya mpaka na kamera zije zirekodi na mtu achukue zile klipu zake atume kwenye mitandao. Unaona bwana, hapa nilikuwa nafuturisha hapa bwana. Allah tunusuru na tuondolee ria kwenye maisha yetu. Pia sehemu ya matendo hayo ni qiyamu laili ya siri. Ukiona humu msikitini ni sehemu tunaonekana, tukirudi nyumbani tutekeleze kama ambavyo tutekeleza msikitini, tukirudi nyumbani pia nako tutekeleze. Hii ni sehemu ya 3. Sehemu ya 4, sema mafunzo ya kiroho ndani ya kauli hii ya Mtume, ahabul a'mali ila Allah. Angalieni hii ukokotoaji wa hadithi moja tao, zikokotoe zote basi uone kwenye malezi tutakiwa uweje na Mtume. Kwani Mtume alisema hivi? Siri iliyo kwenye namba 5 kwenye upande wa roho zetu, usema ubora sio wingi tu, ubora wa matendo sio wingi. Moja, dini ni safari ya maisha, sio msukumo wa ghafla. Dini ni safari ya maisha, yale maisha yetu yote ndio dini. Wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Na ulama Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi asema al-ibada ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwali wal af'ali dhahiratan wa batina. Tafsiri yake mtakuja kwa imam mwenzangu atawafasiria. Maana yake nini? Ibada sio swala, zaka na mambo mengine peke yake. Hii ni sehemu ya ibada. Maisha yetu kuanzia kuamka kwetu mpaka kulala kwetu, haya yanayojiri mchana kutwa, na kuanzia kulala kwetu mpaka kuamka kwetu yanayojiri usiku kucha, ndio yanayoitwa ibada. Tusifasiri ibada kwenye nadharia hii tuliyokuwa nayo. 2, Allah hutazama ubora, sio wingi wa kitu. Allah kwenye matendo huwa anatazama ubora wa kitu, na wala hatazami ukubwa na wingi wa kitu. Wingi sio hoja, kinachotakiwa ni nini? Ule ubora. 3, nidhamu ya kiibada ni alama ya uongofu wa mtu. Nidhamu, kule kudumu mtu kwenye ibada, ndiyo ishara ya kwamba ukiona umedumu kwenye kitu fulani,
mshukuru Mungu. Mungu, asante kunidumisha kwenye hichi. Kwa sababu gani? Tayari umekwisha ingia kwenye mfumo wa kwamba wale walioongozwa na Allah na wewe ni sehemu ya hao. Kwenye nini? Sehemu ya tathmini inafanyika kwenye nini? Kwenye udumishaji. Tukijiona tunafanya alafu tunaacha, bado tuanze mchakato upya wa kuanza kujilea. Lakini namba 4, mja anayependwa na Allah ni yule wa kudumu katika wema. Anayependwa na Allah ni yule anayedumu katika wema. Tathmini nyingine kwa wewe, fanya mwezi mmoja. Siku na darasa la kila siku hapa, umehudhuria mara ngapi na kwa muda gani umewahi? Umewahi mara ngapi? Ukijiona umewahi mwezi mzima, mwambie Mungu asante kwa kuniwahisha darasani. Sio ujanja wako, ni huruma ya Allah tabaraka wa taala. Lakini ukiona wewe ni mchelewaji, pia mwangukie Allah, mwambie Allah samahani, kuna sehemu nimekukera, ndio maana nachelewa kuingia darasani. Hebu naomba niimarishe na mimi niwahi darasani mapema kama ambavyo wanavyoomba mama fulani. Allah atatuwezesha kuyafanya hayo. Siri namba 5 kwenye hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, namna ya kutekeleza mafunzo haya kivitendo. 1, chagua ibada ndogo lakini ya kudumu. Usiende kwenye makubwa ambayo utayaacha. Chagua ndogo ambayo utadumu nayo. Kwenye hii kuna vitu vitatu. Mfano, rakaa 2 kila siku za qiyamul laili. Dumisha hizi. Usiangalie 4, 8, 23. Acha, waachie wenyewe walifikia hatua hiyo. Wewe sio namba yako hiyo. Cheza na namba yako huku. Wewe cheza na hao wenzio. Hao wajua, chana nao, hawakuhusu. Lakini 2, sadaka ndogo lakini ya kila wiki. Ukatenga, mimi kila wiki nitatoa shilingi 1000. Ikawa ni endelevu kila wiki. Ukapeleka sadaka yako sehemu fulani. Unajua sehemu fulani kuna mchango fulani. Usisubiri mpaka uambiwe. Jijengee wewe. Nafsi yako isenge, wewe 1000 hii ndio uliyekuwa nao, huna nyingine zaidi ya hii. Iambie nafsi yako, hata kama sina nyingine zaidi ya hii, yule aliyeleta hii anaitaka. Pelekee, uone kama utaletewa mamilioni. Nikupeni mfano mwingine. Kuna rafiki yangu mmoja msikitini kwangu Tabata. Kuna mwaka yeye alikuwa ni mwanafunzi wa chuo cha Mlimani cha Dar es Salaam. Ikafikia hatua ya mwisho, anakwenda kufanya mtihani wa mwisho wa degree yake, lakini anadaiwa milioni 3 ada ya chuo. Ikafikia hatua amekwenda posta kwa ajili ya mambo yake mengine. Zamani, posta ya zamani, tuache hii ya sasa hivi. Akakutana na mtu akamwambia, ndugu yangu, toka jana mimi sijatia chochote kitu mdomoni. Hapa nazungumzia kipindi hicho nauli ilivyokuwa shilingi, kwenye asili ya daladala ilikuwa shilingi 200 nauli shilingi 200. Kuna watu ukiwaambia kulikuwa nauli ya 200 sababu hawajui kwamba kulikuwa nauli mpaka shilingi 50. Yeye mfukoni kwake ana shilingi 500 tu. Alikuwa amepanga 500 hiyo imtoe kuanzia kutoka hapo posta mpaka Ubungo, na achukue Ubungo kwenda Mlimani ili aingie chuoni. Huyu anaitaka hiyo shilingi 500 yake. Akaona cha kufanya nifanyaje? Kutwanga mguu mpaka Mlimani inawezekana? Haiwezekani. Jibu na imani yake ikamtume inawezekana. Akaitoa ile shilingi 500 yake akampa. Akaanza mdogo mdogo kuhesabu miguu. Kutoka posta mpaka akafika, sasa hivi tunaita Mnazi Mmoja. Kafika Mnazi Mmoja kutoka posta wa mguu akashangaa nyuma yake anapigiwa honi na gari. Akaja mtu kwenye macho yake hajawahi kumuona. Yuko kwenye gari kwa maana ya gari ya maana. Akamtaja kwa jina fulani, vipi, wapi? Narudi chuo. Unaenda wa mguu? Mbia ndio. Panda twende. Akampandisha kwenye gari. Akaondoka naye mpaka wakakunja ile barabara ya Ubungo kwenda Mlimani. Akaenda naye mpaka hii barabara ya kuingia Mlimani, akapaki pembeni gari yake. Akamuuliza, ndio mwaka wa mwisho unamaliza? Ndio mwaka wa mwisho. Mazingira ya chuo vipi? Hivyo tunajikongoja mdogo mdogo. Akanyoosha mkono kwenye draw ya gari, akavuta, akampa milioni hizi.
Kwambia nenda kalipe ada, zingine utatumia kwenye mazingira yako. Yeye katoa shilingi ngapi? Akamwambia alifikia hatua akawa anaogopa kutoa sadaka kwa sababu akamwambia hadi mimi nikiwa na shida ya milioni 1 hivi sasa naangalia mara 10 nitoe shilingi ngapi? Ni shida ya milioni 1. Nikitoa 10,000 ni milioni 1 naenda kuchukua pale. Singine akamwambia anakwenda sehemu anaomba na mtu bana shida na shilingi 500. Anaangalia hii nikimpa 500 kuna inayekuja. Sina kazi nayo hii, nitakuja kuitumia nje ya malengo ya Mungu. Taingia kwenye dhamana nyingine nije nipigwe rungu na Allah. Anaweza kumwambia sina kwa sababu hana kazi nayo hela. Wewe unakosea hela kazi? Tunayo, niko nayo mwanayo. Watu sababu gani? Yale malezi waliojilea mpaka wamefikia huko. Na mimi na wewe tunaweza, sio malaika, na watoa mifano ya watu ambao wapo, na hata ukija mimi nitakuonyesha huyu hapa. Kujilea wenyewe. Kwa namba 2 usema sadaka ndogo kila wiki. Jipangie mwenyewe. Lakini 3, dhikri maalum kila siku. Panga adhkari wewe. Panga adhkari ambazo wewe utadumu nazo mpaka fikia hatua hizi adhkari zikupeleke kwenye daraja nyingine. Faida za adhkar, kuna mtu mmoja anaitwa Ibrahim ibn Adham katika ulama kwenye mji wa Basra. Nenda kwenye historia yake ya maisha yake aliyeishi. Mimi nitachukua kipande kwenye maisha yake. Siku moja yeye anatoka sehemu anakwenda sehemu nyingine wa mguu. Tofauti na hivi sasa kuna daladala unaweza kuomba lifti. Amefika njiani akakutana na padri, kwa maana ya padri. Na yeye anaelekea huko ambako na yeye anakwenda. Huyu padri akamwomba, bana unaelekea wapi? Mimi naenda sehemu fulani. Na mimi naenda sehemu fulani. Anajua huyu padri na huyu anajua huyu shekhe. Kwa watu wawili wenye vyeo vikubwa kwenye dini zao wakafuatana. Wamefika sehemu akamwambia, bwana tuweke utaratibu. Tuchague kiongozi wa safari hii. Padri akamwambia, mimi nakuchagua wewe. Mimi nakuchagua wewe sababu najua kabisa imani uliyokuwa nayo wewe ni ile ambayo unaamini ya kwamba yuko sahihi, ya kwangu mimi batili. Kwa shekhe ndo akapewa jukumu la kuwa mkuu wa msafara. Akamwambia, pamoja na hivyo tusalimishe zile pocket money zetu. Wewe una shilingi ngapi mfukoni kwako ambaye utakayetumia kwenye safari hii? Akamwambia, mimi ya kwangu hii hapa. Na yeye akatoa ya kwake hii hapa. Akamwambia, hizi ndizo zitakazotumika kwenye safari yangu. Mchana tutatumia ya kwako, usiku tutatumia ya kwangu. Safari ikaanza na katisha njiani. Wamefika safari hizi, rasilimali zao zikaishia njiani, hawajafika. Imefika muda wa chakula, akamwambia, wane huu ni muda wa chakula, tumeishiwa na hela zetu za matumizi. Tunafanyaje? Tumuombe Mungu atupe chakula. Sawa Tumuombe Mungu atupe chakula. Yes, tunasimuliana ya kwamba ile manna wa salwa za Banu Israel zilifanyika mpaka kwenye umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, wana haya, atakayeanza chakula cha mchana kuomba nani ili tupate chakula cha mchana? Huyu shekhe akamwambia, anza wewe. Si umenichagua mimi kiongozi, anza wewe. Huyu akaondoka kaenda kujificha pembeni. Mungu, natembea na mja wako. Huyu niliyekuwa naye, usiangalie madhaifu na imani yangu potofu. Achana na imani yangu. Usimlaze njaa huyu mja wako. Kwa naomba utuletee chakula ili huyu mja wako ale. Anarudi, chakula kimefika pale mezani. Kaleta nani hajulikani. Mlaji wa chakula ambaye ameletewa akaanza kushughulisha kichwa, huyu imani yake batili. Mungu amemsikiliza. Tumeletewa chakula. Kaomba dua gani? Likawa linamsumbua yeye. Ikifika zamu yake, imefika usiku sasa, yeye mzee, zamu yako wewe, chakula cha usiku kinahitajika wewe.
mwenzie kasafiria nyota yake kama vijana wamesema. Tunasema mawali wa Allah huwa hawajulikani, na saa nyingine hata na yeye anaweza asijijue ya kwamba yeye ni sehemu ya wale wanapendwa na Allah. Akaenda na yeye chemba, kwambia Allah, najua kabisa huyu imani yake dhaifu na ni batili, lakini umemsikiliza. Mimi naamini imani yangu mimi ni sahihi kwa maelezo yako wewe. Usinidhalilishe mbele ya huyu ambaye mimi naamini imani yake ni batili. Naomba linda imani yangu, linda nafasi yangu, linda heshima yangu kwa kutuletea chakula ili ale huyu aamini ya kwamba hichi nilichokuwa nacho mimi ni sahihi. Ametoka chemba, chakula kimekuja. Wakala. Walipomaliza kula, wakati wanaendelea na safari, ikabidi sasa shekhe amuulize padri, bwana, hebu niambie uliomba dua gani mpaka Allah akakupa chakula? Kaambia, bwana, mimi nilichosema bwana Allah, huyu mja wako ndio unayempenda, usiangalie mapungufu yangu, lete chakula huyu ale. Kumbe umesafiria nyota yangu na wewe muda wako umekuwa hivi. Nini makusudio nini? Tusiamini matendo yetu, tudumu kwenye adhkar. Ukidumu kwenye adhkari, chochote kinawezekana duniani. Ndugu zangu, tumalizie na hii namba 2. Ukienda kwenye namba 1 yake juu, weka mpango wa kudumu kwenye kila kitu. Weka mpango wa kudumu. Usichukue mzigo mkubwa usioweza kubeba kwenye ibada. Usichukue mzigo mzito usiyeweza kubeba. Chukua kile unachoweza kukibeba. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Allah hamwajibishi mtu kukifanya kile ambacho hana uwezo nacho. Kuna siku kuna kijana wangu mmoja msikitini kwetu kule, alikuja na vyombo vyake, akiwa kuna laptop, kuna simu ya bei, sio na nini, notisi zake za chuoni, kaja nazo pale. Mtu akaja akabeba begi lote. Alipokwenda kuangalia begi lake halioni, akaanguka. Akatweta na jasho, akasema, ndo anakuja kunipa taarifa, imamu, nimebiwa begi. Kuna nini? Kuna hela, kuna laptop nimenunua na wiki moja, kuna simu nimenunuliwa na baba kwa ajili ya chuo ina wiki 2, lakini kuna notes ambazo mimi niko field hivi sasa ziko mule. Kwa nikiangalia mbele naona giza. Lakini aliongea maneno mengi, maneno fulani ya ujasiri mno. Sina, nashukuru Mungu huwa anampa mtu mtihani ambaye anaweza kufanya. Naamini nitaufanya mtihani huu. Kwa Mungu hampi mtu mtihani ambaye hawezi kufanya. Ukiona umepewa mtihani mzito, amekuona unaweza kufanya, ufanye. Utakapokwama mwambie Mungu, mimi hapa nimenasa, hebu lete material mengine niweze kukwamuka hapa. Usipomwambia atakuacha hivyo vile ulivyo. Kwa 3, epuka msukumo wa muda mfupi. Utakapoamua kufanya jambo lolote, epuka msukumo wa muda mfupi, kwa sababu hautokusaidia wewe. Hitimisho kwenye haya ambayo tulianza nayo mpaka hapo tulikofika, ni kauli ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, anasema, ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qalla. Matendo yanayopendeza mbele ya Allah ni yale machache, hata kama atakuwa ni madogo. Sema hii ni kanuni ya maisha ya Kiislamu. Ni kanuni ya maisha ya Kiislamu. Mtu adumishe yale ambayo yanayotakiwa kuyafanya. Siri iliyomo kwenye hadithi hii, maana yake ni, siri yake ni uthabiti, uimara wa mtu kwenye kudumu kwenye matendo mema. 2, ikhlas. Tukisema ukidumisha matendo yatajenga ikhlasi yako, utakuwa ufanye kwa sababu ya fulani, utafanya kwa sababu ya Allah tabaraka wa taala. 3, nidhamu. Itakujengea wewe kwenye nidhamu. 4, ukaribu wa kudumu na Allah. Wewe utakuwa na ukaribu na Allah wa kudumu na niendelevu. Lakini mwenye kuyafanya haya au mwenye kutekeleza hizi kanuni au kufuata hizi kanuni atapata yafuatayo. 1, atadumu katika wema. Tukijiona tuna wema leo tumefanya, kesho tumeacha, ujue
tuna matatizo kwenye nafsi zetu. Mbele atapendwa na Allah tabaraka wa taala. Atakayefanya haya atapendwa na Allah tabaraka wa taala. Lakini tatu, ambayo ndio itakayekuwa mwisho, sio mwisho kwenye taratibu wetu, itakuwa ni mwisho kwenye muhadhara wetu wa leo, atafanikiwa duniani na akhera. Tumombe Allah tabaraka wa taala atudumishe kwenye matendo mema yatakaye tudumisha hapa duniani mpaka siku ya mwisho tunakutana naye kwenye maisha yetu yajayo. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.